Oktoba 24. Ijumaa. Mwaka wa 2025. Baptizan kamili ambayo haidanganyiki, jibu la 100%. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Injili lazima iwe baptizan ya kiti cha enzi ndani yako, wewe remnant. Ni hapo tu ndipo unapoweza kwenda kwenye safari ya kiti cha enzi. Pia miongozo ya kiti cha enzi itainuliwa sehemu mbalimbali njiani. Hivi ndivyo unavyoweza kufanikiwa kwa kweli. Hili linaitwa jibu la 100%. Kwanza, jibu la 100% linapaswa kukujia wewe binafsi. Unahitaji kuomba asubuhi, mchana na usiku ili kufanya hili 100%. Unapofanya hivi, masomo yako yataendelea kuhaririwa, kupangwa na kubuniwa. Kuanzia wakati huu na kuendelea, hata matatizo, migogoro na nyakati ngumu zote zitakuwa njia ya baraka. Pili, jibu la 100% litaanza kuonekana katika masomo yako. Hii ina maana kwamba nguvu ya Injili itaanza kufanya kazi katika maisha yako ya shule. Ndiyo maana hupaswi kulegea katika masomo yako, bali uandae masomo yako 100% kwa hali ya utaalamu. Lazima pia kupata hisia ya shamba 100% na kuandaa mfumo 100%. Tatu, kazi zitaanza kutokea katika mashamba ya uinjilisti na umisheni. Paulo alipokea mwongozo kamili kutoka kwa Roho Mtakatifu hadi alipoweza kuona waziwazi watu sahihi, mahali na kazi. Alipokuwa haoni, alipata hatua ya kugeuka. Kanisa la Antiokia lilipokea nguvu zile zile zilizotolewa katika chumba cha juu cha Marko. Pia waliona jibu sawia shambani. Toa changamoto mwenyewe ili kupokea jibu la 100% ambalo linapatikana katika Injili, ombi la agano. Mungu Baba, naomba nianze kujipa changamoto kama remnant kupokea jibu la 100%. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.